Mtazamaji wangu, ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo. Jina langu ni Pastor Edward Mwai wa kanisa la Jesus Winner Ministry. Asubuhi ingine njema, ninataka nilete ujumbe ambaye watu wa Kenya wameniuliza niweze kurudisha hii ujumbe tena, ya kwamba kila mtoto anahitaji baba wa kiroho na wa mwili ili aweze kusimama. Kwa hivyo hii ujumbe ambaye nilikuwa nasema ya kwamba prodigal son alitoka kwa baba yake, na wakati alitoka kwa baba yake maisha ikaharibika. Ni wakati utafute baba yako ambaye atasimama na wewe, na ushindi na utukufu wa Bwana utaonekana katika jina la Yesu Kristo. Fungua Biblia yako katika kitabu cha Luka 15, nitaanzia mstari wa 11. Na Mungu atatubariki sana. Nitasoma kwanza mstari wa 11, 12 na 13 na 14, alafu tutaendelea zingine baadaye, na Mungu atatubariki sana. Biblia inasema hivi: Yesu akaendelea kusema, kulikuwa na mtu mmoja mwenye watoto wawili wa kiume. Yule mdogo alimwambia baba yake, "Baba, nipe urithi wangu." Naye akawagawia mali yake. Baada ya siku chache, yule mdogo aliuza urithi wake, akasafiri na fedha aliyoipata, akaenda nchi ya mbali ambako alitumia ovyo. Alipomaliza kutumia kila kitu, kukatokea njaa kali katika nchi ile, naye akaanza kuhangaika. Akaomba kazi kwa mwananchi mmoja wa huko, naye akampeleka shambani mwake kulisha nguruwe. Ni vyema kila moja kujitambua na kujielewa, na unapojielewa hakika maisha yako itaweza kusimama. Ujumbe wangu siku ya leo nataka kusema hivi: ni vyema kutambua baba yako. Sema amen. Amen. Ni vyema kujuana na baba yako, na ni vyema kuwa na baba yako ambaye anakutambua na anakujua vyema. Katika ulimwengu ambaye tuko, watu wengi wako na mababa zaidi, kwa sababu pengine uko na baba yako ni mdogo, baba yako mkubwa kuliko baba yako. Kuna baba wengi ambaye unakutana katika ulimwengu, lakini hakuna baba mzuri kama baba yako ambaye amekuzaa na anakutambua. Sema amen. Amen. Sema baba yako. Naongea juu ya spiritual father, kujua baba yako vyema. Ndio kwa sababu usipojua baba yako utakutana na baba wengi ambaye hawakujui. Utakutana na baba wengi ambaye hawana mzigo katika roho zao, kwa sababu wengine wamekukuta ukiwa katika maisha yako. Lakini unapojuana na baba yako ambaye anakufahamu vyema, wakati wote hata kumbali uagamie, atakuwa akishikana na wewe hata wakati wa shida, hata wakati mambo ni mazito. Baba yako hawezi akakuashiria. Sema amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Wakati mimi sijarewa na baba au mama, lakini nimeona nyanya yangu, na nilikuwa naona nyanya yangu ndio baba yangu. Wakati mwingine mimi nasemaga nyanya yangu ndio baba yangu na ndio mama yangu, kwa sababu mimi sina ile raha ya kusema nilelewa na baba yangu namjua. Lakini katika kiroho nataka ujue mambo ya baba au mzazi ambaye anatambua mtoto wake. Nataka kusema nini? Ni vyema kutambua baba yako ambaye amekuzaa, awe ni wa kiroho, awe ni baba ambaye anakutambua vyema. Umtambue, kwa sababu usipotambua baba yako, maisha yako inaweza kuangamizwa na maadui ambao wamekugojea. Haleluya. Amen. Sema amen. Amen. Kuna mababa wengi watajitokeza na watijifanya ni baba yako. Baba ni wakati wa shida, na wakati mambo ni mabaya ndio baba yako. Si wakati mambo imekuwa mazuri mimi ndio baba yako. Wakati mambo imekuwa mazuri ndio baba anatokeaga. Lakini baba mzuri ni wakati wa shida, ni wakati wa njaa, ni wakati umerarukiwa, baba yako uko pamoja na wewe. Haleluya. Amen. Nasema juu ya baba kwa sababu watu wengi wamekosa kujua baba yao. Amen. Hata watu wabui baba yake ya kiroho. Haleluya. Hallelujah. Hajui mwelekeo, hana mwelekeo. Mahali pote akienda akute baba na hiyo baba ni baba. Kama mtoto mwingine aliyete mama yake pale nikihudumia, akaniangalia akasema baba, nikamwambia mimi si baba yako. Kwa sababu hajui, na pengine si makosa ya mtoto. Amekuta watu wazee wengi akiambiwa na mama yake huyu baba yako. Yule ameleta mkate jioni ni baba yako. Yule alilete sausage asubuhi ni baba. Kwa hivyo anajua kila mwanaume amevaa turosa na koti ni baba yake.
Si makosa. Si makosa ya mtoto. Mtoto anajua, kama unajua kitu moja. Watoto wa malaya hawajuagi baba zao. Sababu kuna mbaba ya asubuhi, yule anakuja asubuhi, anakuja na mkaa, anaitoka baba wa mkate. Kuna baba wa saa 7 yule analetaka lunch. Na kuna baba analalaga. Sasa ukiruhusa mtoto asemaga kuna baba ya mkate na kuna baba ya jioni. Kwa hivyo ukimuuliza anajua baba yote ni mzee yote amevaa koti na amevaa turosa. Lakini ni vyema ujue baba yako. Yes. Haleluya. Amen. Kwa sababu baba yako hata kuacha wakati wote. Bwana asifiwe. Amen. Wakati wa shida na peana mfano wa baba, kwa sababu hata Yesu alikuwa na baba yake, na wakati shida ilikuja alilia baba. Wakati aliona mambo ni mazito aliita baba. Yes. Na baba akaitika na ushindi wa Bwana ukaonekana. Amen. Haleluya. Hallelujah. Si kuradarada. Si kuhangaika hapa namba hauna. Hakuna yule unasema hata jambo likitokea hujui utapelekwa wapi. Juzi kuna kijana amekuja hapa, tulikuwa na akina sijui ni mzee Abuba na Kamanda sijui na nani pale. Jamaa akaniletea picha, hata kama ako hapa ni mshirika, si okay iko ubaya lakini ni ukweli. Akasema sister yangu amekufa pastor na hii kanisa. Nikamwambia ni wa hii kanisa mimi wewe nakujua, lakini sister yako hebu nipatie picha. Nikamuitisha picha. Nikamwambia baba umenidanganya. Mimi ni baba wa kiroho. Najua watoto wangu, sister yako hajawahi kuja. Akaniambia, sikia, akaniambia pastor ni ukweli, lakini kuna siku aliniambia atakuja kanisani. Nikamuuliza, na siku hiyo alikuja kanisani ulimuona kwa kanisa? Kwa sababu baba anajua watoto wake. Haleluya. Hallelujah. Baba anatambua walio wake. Yes. Na uwezi ukadanganya baba, kwa sababu baba kazi yake ni kondoo zake. Haleluya. Hallelujah. Nikamwambia brother, ukiniambia wewe ndio unakujaga sister yako tukusaidie vile utamuzika, kwa sababu sisi hatuna shida. Akaniambia ni ukweli pastor, niongee ukweli, nipatie pastor na unisaidie. Akamwambia I'm ready kukusaidia, lakini wewe ndio unifanya nikusaidie, si yule si wangu. Amen. Nataka kukupatia juu ya baba. Haleluya. Hallelujah. Baba anajua mwana. Yes. Na mwana anajua baba. Haleluya. Mchungaji mwema anajua kondoo na kondoo inajua baba. Yes. Hata baba akiongea, mimi tuko na ng'ombe, hata kitambo tulikuwa na ng'ombe. Na ng'ombe kama nyanya yangu ni mtu alikuwa anatoa majani anapelekea ng'ombe majani. Sisi tukienda nyumbani ng'ombe haili hata kidogo. Ikiona nyanya yangu hata kama hajabeba kitu anasema kwa sababu inajua yule ambaye anashughulikia amekuja. Haleluya. Hallelujah. Ndiposa Yesu akasema kondoo inajua mchungaji na mchungaji anajua kondoo. Kama ni baba lazima ajue kondoo yake. Bwana asifiwe. Tumesikia neno. Huyu kijana tumeambiwa na neno katika kitabu cha Luka ya kwamba kukawa na mzee ambaye alikuwa na watoto wake wawili, na hao watoto walikuwa wanaishi na baba yao. Hakuna mahali nasikia ati ya kwamba hawakukula hawakukunywa, walikuwa wanakaa na baba yao. Lakini ikafika wakati yule kijana mmoja akaambia baba yake ya kwamba baba, nigawie mali yako. Haleluya. Nigawie Mali yangu. Baba akaona ukijana, mimi naona ukijana anasubua baba sana. Anamwambia baba, hapana. Mtu akifika miaka 18 anapewa haki yake, nipatie. Mimi nimekaa kwako, nimefanya kazi, nimechoka, nimegojea unigawie, umekataa, nipatie niende. Baba akaona yes, kwa sababu amesema nimgawie. Akaenda akagawa mali zake, akapatia kijana. Kijana kushika mali, maandiko inasema akauza ile mali na akaenda nchi ya mbali. Haleluya. Amen. Sikia hapa, ameuza mali si kwa sababu baba yake angemgawia, lakini alikuwa anataka mali atoke kwa baba yake, aondokee baba yake. Na wakati aliondoka akaenda, maandiko inasema alienda kauza kila kitu, akaweka pesa kwa mfuko. Kwenda na zile pesa akasukuka, akaenda nchi ya mbali. Kule njaa ikatokea, maandiko inasema akakula chochote alikuwa nacho, sio sikaisha. Haleluya. Amen. Ambia mwenzako kaa kwa baba. Mwambie kaa kwa baba. Kaa kwa baba. Mwambie kaa kwa baba. Kaa kwa baba. Washa kuhangaika. Acha kuhangaika. Hata mambo ikiwa mazuri, Acha mambo ya hata mambo yakiwa magumu,
magumu, kaa kwa Baba. Haleluya. Kijana akaenda, mali yake yote akaitumia kwa sababu ya njaa. Ile nchi ilikuwa na njaa. Tena maandiko inasema akatumia kwa raha zake, akapiga umaraya. Unajua mtu akiwa na mali na hajazoea mali, haleluya, akaanza kuunda wale wasichana pengine alikuwa ameona akiwa kwa baba yake, kwa sababu baba yake alikuwa na kumkanya. Baba yake yako na mipaka, sababu huwezi kubali kijana yako kila msichana akitokea wala kwa barabara na yeye utamwambia no, mimi sitaki tabia kama hizo, mimi sitaki mambo kama hayo. Si kila mtu akipita kwa barabara ni wako. Alikuwa anamkanya. Lakini sasa ameondoka mashoni mwa baba, akaenda akakutana na wote. Kama mtu ametoka ushago amekuja Nairobi, mwanaume akuja Nairobi ana kazi, akuja apate kazi hapa Nairobi, alafu akute wasichana wa Nairobi ni wale wanajiochaka mpaka midomo inapakwa damu, ni kama mdomo ilitumwa ndani ya damu ikatolewa. Akiona hivyo anaanza Tulikuwa na jamaa moja, acha nikwambie, nilikuwa nimemwitia kazi hapa Nairobi. Yeye kukuja akampata kazi mzuri, akapata kuanzia hapo 20,000 na ni mwaka wa 1998. Pesa 20,000 ilikuwa mingi sana, kwa sababu hata hiyo haiko mambo haiko imepanda hivi. Kijana kupata mshahara ya kwanza akaanza kununua kajili na ile zile mashati na uzago pale town, akafaa. Alianza kuona wale wasichana hakuwa naona ushago, kwa sababu ushago lazima aone msichana ako na mwanya hapa miguu ile kwa toka. Na kwa bahati mbaya utakuta wengi hapa ni nyeusi kwa sababu ya baridi, kwa sababu kule nyumbani anakaa karibu na jiko huku ni kwe. Alafu hapa unakuta wengine hapo wanakaa na turoza, wasichana hawajaishomeka hapa. Kijana alikuwa anakaa hivi kwa barabara, aoni mbele hata mbele za siku hiyo. Jamaa alipigia honi kwa sababu macho yake ilikuwa kwa sema amen. Amen. Ni mzima sema amen. Usione unajua hiyo mambo inapoteza watu. Na baba alikuwa anataka kae. Sasa amekuja akaanza kuona kila kitu, akaanza kuona wanawake hajaiona kwao, hajai kutana na watu kama hao. Akikuja Nairobi anapotea. Waje nikuambie, hata mshukaji ukimtoa ushago akuje hubiri Nairobi, hata hubiri sikudakaji, alesi awe ndani ya Roho Mtakatifu, sikudakaji. Atoke ushago kule, anajua msichana anafunga kitambaa inafunga mpaka masikio, hajaiona masikio. Wajameni, Nairobi wezi toka ushago ukuja hubiri, kwa sababu hapa kwanza, siku ya kwanza ukijulikana uko na kipawa, watakuja laini ya mbele na tusikati tumefika hapa. Mtu akitoka ushago mpeleke kosi kidogo sababu ataangukia Nairobi. Sema amen. Lakini nataka nikwambie, kaa kwa baba, kwa sababu baba atakuonyesha mwelekeo. Yes. Na baba atakuonyesha njia. Na baba hatakubali uangamie. Yule amekuzaa hakuna uchungu na wewe, anakutambua wema, si ndio? Hata kama atakukosa atajua fulani ya yuko, ataanza kuulizia fulani yuko wapi leo, simuoni. Baba anajua mtoto wake chakula haiwezi weka kwa meza, wengine wakuja wakule na wasita hajakuja, atauliza fulani yuko wapi, kwa sababu baba ako na haja na watoto wake. Haleluya. Baba akagaia mtoto, akaenda akafanya raha zake. Maandiko inasema, sema amen. Maandiko inasema yule kijana akafanya raha zake, akakula chochote alikuwa nacho, maguo ikaanza kuraruka. Akaona ni vyema atafute kazi ya kufanya. Sema amen. Amen. Katika ile nchi alienda akakuta tajiri mmoja. Tajiri akaenda akauliza tajiri, nataka unipatie kazi. Tajiri akamwambia, ile kazi iko hapa. Sikia, ile kazi iko hapa ni ya kulisha nguruwe chakula, na mahali ya kulala lazima ulale kwa, hata kile utakula lazima itokane. Sema amen. Angalia kijana wa dhamana, kijana amekuwa kwa utajiri, kijana alikuwa na mali, amerudi kukula mabaki ya nguruwe. Nataka nikuambie leo, kaa kwa baba yako, usiende ukakula mabaki ya nguruwe. Yes. Hallelujah. Bwana asifiwe. Amen. Kijana akuwa na otherwise hana fare. Maandiko inasema nchi ya mbali, si Kenya tena, Nairobi na Mombasa, nchi ya mbali. Hivyo neno linasema hapo. Kwa hivyo kama alienda pengine alienda na ndege na kile kitu amemaliza,
lazima afanye kazi. Akapatia kazi ya nguruwe, akaanza kupatia nguruwe chakula. Hakupatia chakula, hakupatia mahali ya kulala. Alikuwa na nguruwe na anakula chakula ya nguruwe. Haleluya! Kitu ambacho inanishangaza, Biblia inasema kijana hakuwa anajielewa. Amen. Amen. Ukitoka kwa baba yako utakutana na wakora, utakutana na watu watakutupia mapepo ukose kujielewa, utakutana na watu hawana haja na wewe. Baba ni mzuri, hata kama utamaliza mali baba atakungojea nyumbani. Hata kama ulitukana baba yako, baba atakungojea nyumbani. Yes. Hallelujah. Apirisha rafiki yako, uko na baba yako wewe. Baba yako. Do you have your father? Uko na baba yako. Simuulize. Uko na baba yako. Uko na baba yako. Uko na baba yako wewe. Bwana asifiwe. Kwa sababu kijana alikuwa na baba yake amemzaa, lakini ameacha baba yake. Alikuwa na mali, akaenda kukula shida, akaanza kurarua chakula ya nguruwe. Nguruwe naye anafanya mimi naona hata unajua mtu akikaa na nguruwe atafanya kama nguruwe. Hata ukikaa na nugu utafanya kama yule kijana. Akaanza kukula na nguruwe, akaanza kukula vitu chafu. Unajua nguruwe, sijui ni wangapi wanajua mambo ya nguruwe. Unajua wengine mwezaliwa Nairobi ni mzuri muendake afama chezi ya wakaki nguruwe. Nguruwe ni chafu sana, hata ukiosha ni bure. Hata ndio Yesu kapeana mfano akasema wengine wanakaa kama nguruwe, hata wakiosha wanarudi kwa matope, kwa mafi. Nguruwe inakumiaga hapo, alafu inafanya hivi, alafu inaanza kukula. Nguruwe ni chafu sana. Hujajua nguruwe hata ikizaa inakulaga mtoto. Haya, nguruwe inakulaga mtoto. Nguruwe haina kitu mzuri. Hata ukichukua ya machafu ya ng'ombe ile ya tumbo utupia hapo, nguruwe na ndio hiyo kitu nalia ngongongo, kwa sababu ni ngongongo. Na wale wameacha baba yao wametupwa kwa nguruwe, kazi yao ni ngongongo. Na ukiona mtu ameokoka na anajua Mungu na alikuwa kwa baba yake na alikuwa anajua baba yake na ameanza kasheshe, kazi yake ni ngongongo, ni nguruwe zimejaa ndani yake. Yes. Haleluya. Rudi kwa baba. Yes. Maandiko inasema haleluya. Bwana asifiwe. Unajua mimi nataka nikuambie mambo ya, kwa sababu tuko na baba yetu aliye mbinguni na anaitwa Jehova. Wengine wote wanaweza kukuacha, wengine wote wanaweza kukukataa, lakini kuna mtu mmoja anaitwa Jehova. Hawezi akakuacha, atakushika wakati wowote. Hallelujah. Wengine ni ubwa mwitu, watakurarua. Wengine watakurarua kwa sababu hana ushuku na wewe, hana haja na wewe. Kazi yake ni kile unatoa. Haja yake ni vile atameke sure umeisha, lakini baba kona haja na wewe. Unaona huyu kijana alienda kwa huyo mzee, ni mzee alikuwa na watoto na alikuwa na nyumba mzuri, lakini hangeshughulikia yule kijana. Hakuwa na haja na yeye. Kwa sababu gani? Si damu yake na sio mtoto wake, na hana haja na mtoto ya wenyewe. Nataka nikuambie mpendwa, lazima utafute baba yako. Find your father now. Mtazamaji wangu, nataka niombe na wewe, na Mungu anataka kutembea na kutendea mema katika jina la Yesu Kristo. Baba wa mbinguni, katika jina la Yesu Kristo nakabidhi mtazamaji wangu mikononi mwako Mfalme. Wale ambao wamefungwa magerezani Baba ukawafungua, wale wamefungwa na nguvu za giza, maroho ya uganga, maroho ya uchawi ukaweka huru katika jina la Yesu Kristo. Ninaombea wale wako katika hospitali, wale wamelazwa vitandani kwa sababu ya magonjwa, Baba ukaweza kuwaponya. Ninaombea nchi yetu ya Kenya Mfalme, ukalete amani na ukalete umoja, ili jina lako likatukuzwe, jina lako likainuliwa. Ni kwa sababu ni Mungu mwema, ni Mungu mwaminifu, na ni katika jina la Yesu Kristo nimeomba na hata nimeamini. Mtazamaji wangu, kipindi kinaendelea hadi wiki ijayo. Bye bye. Amen.